Kupitia mtandao wako wa Instagram niliona mpostia kwamba goalkeeper wa Young Africans Msheri ni bora zaidi kuliko Yakubu Suleiman wa klabu ya Simba Sports Club. Kwa upande wako ni kigezo gani ambacho umetumia kuwatofautisha hawa wawili mpaka kwako ukamwona Msheri ni bora zaidi kuliko Yakubu Suleiman? Msheri ni bora zaidi kuliko Yakubu Suleiman kwa sababu ya uwezo ambao kila mmoja anauonesha akiwa na mpira kwenye miguu yake. Unajua mpira sasa hivi umebadilika sana. Mpira hauanzii kwa walinzi kwenda kwenye eneo la juu. Mpira unaanzia kwa golikipa kwenda kwenye eneo la juu. Sasa Abutwalib Msheri ni miongoni mwa magolikipa wachache wa Kitanzania, local goalkeepers, ambao wana uwezo mzuri wa kuanzisha mipira kwenye miguu yao wakiwa kwa kuanzia nyuma. Kwa maana ana footwork nzuri, ana uwezo wa kupiga pasi, ana uwezo wa kupokea mpira, ana uwezo wa kukaa na ule mpira kuangalia nani yuko kwenye njia ampigie, ampe pasi, ana uwezo wa kupiga ile mipira mirefu, zile pasi ndefu kutokea nyuma kwake pale alipo. Kwa hiyo ni goalkeeper ambaye ukiwa naye kwenye timu hauwezi kuwa na mashaka hata ukimrudishia mpira. Lakini pia hata mnavyoanzisha mashambulizi, akiwa na mpira kwenye miguu yake wengine wanaweza kusogea. Kwa mfano fullback wa kushoto wa kulia wanaweza kasogea juu, mabeki wake wakati wakasogea, mmoja kaenda kushoto mwingine akabaki kulia, akabakia yeye akasogea katikati pale kuona anaanza na nani. Kwa hiyo ni goalkeeper ambaye kwenye swala la footwork ni bora zaidi kuliko Yakubu Suleiman. Lakini pia ukiachilia mbali la footwork, ukiangalia catching ability, uwezo wa kudaka mpira, bado Abutwalib Msheri ni goalkeeper mzuri sana kwenye kudaka mpira, kwa maana ile mipira ambayo inakuja moja kwa moja kwenye mikono. Ni goalkeeper ambaye ana uwezo mzuri sana wa kudaka mipira. Kitu ambacho kinampa nafasi pia ya kunifanya mimi niamini kwamba ni bora zaidi kuliko Yakubu Suleiman. Na apart from that, lakini pia ni goalkeeper ambaye hata saving, yule uwezo wa kusave, ni mtu ambaye ana uwezo mzuri sana wa kusave mpira. Kwa hiyo ni goalkeeper ambaye ana sifa nyingi za kucheza kwenye timu yoyote ambayo inacheza modern football kuliko goalkeeper mwingine yoyote kwa hama goalkeeper ambao ni local goalkeepers. Kwa hiyo kusema kwamba ni bora zaidi kuliko Yakubu Suleiman nilikuwa namaanisha vitu hivyo, na ni goalkeeper ambaye tunapaswa pia kuenda naye hata kwenye michuano ya AFCON, tena akiwa goalkeeper namba 1 kwa sababu Msheri kwa sababu Taifa Stars tayari iko chini ya Miguel Gamondi, kocha ambaye anaanzia mashambulizi kutokea nyuma. Automatically anahitaji goalkeeper ambaye anaweza kusupport style ile ya uchezaji. Kitu ambacho Yakubu Suleiman hawezi. Kitu ambacho labda ambacho kinaweza kumkosesha Msheri nafasi labda ya kwenda AFCON, ukiacha kile ambacho mimi nakiamini, ni kwa sababu hana match fitness. Mechi nyingi hachezi, anakaa sana bench. Na anakaa bench kwa sababu ya uwezo wa Djigui Diarra. Lakini pia kwenye mpira Tanzania kwa sasa hakuna goalkeeper ambaye anaweza kumweka bench Djigui Diarra, au hakuna goalkeeper ambaye yuko kwenye level moja ya kiushindani na Djigui Diarra. Yuko kwenye level ya juu sana, kiasi kwamba hata kama utampeleka kwenye timu yoyote au utachukua goalkeeper popote pale ambaye anacheza kwenye mpira wa Tanzania kwa sasa umpeleke pale Yanga, bado ataendelea kukaa benchi. Kwa hiyo siwezi kumlaumu sana kwa yeye kukaa benchi, lakini kunusuru career yake kama goalkeeper, lakini pia kama anahitaji kucheza zaidi national team kwa sasa, aondoke Young Africans, apate walau timu ambayo anaweza kwenda kucheza kwa mkopo, impe dakika nyingi za kucheza ili aweze kupata nafasi ya kujumuisha national team. Lakini naamini huu ndo ulikuwa wakati wa Abutwalib Msheri kuwa Tanzania 1. Huu ndo ulikuwa wakati wa yeye kuenjoy talent yake akiwa kwenye timu ya taifa. Unajua goalkeeper kama Aish Manula alianza kupata nafasi kwenye mazingira ya aina hii, kwamba wakati ule Deogratias Munishi Dida anaanza ubora unapungua, yeye akaa kwenye piki ya ajabu. Tangu ameingia pale kutoka, kwa sababu pia toka Deogratias Munishi Dida ameondoka Yanga na kwenda Mbeya City kule na nini, hatukuwahi kupata goalkeeper mwingine ambaye alikuwa kwenye ubora zaidi ya Aish Manula. Kwa ile ikamsaidia Aish Manula kufanya vizuri zaidi. Sasa hivi Aish Manula amepata injury ambayo ilimfanya kanje kwa muda mrefu, kitu ambacho kilipelekea Taifa Stars ikaanza kumtumia Ali Salim ambaye alikuwa ni goalkeeper namba 2 wa klabu ya Simba. Na alianza kutumika kwa sababu wakati ule Msheri pia alikuwa pata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha Young Africans. Na kama utakumbuka kuna nyakati ambazo alikuwa anaitwa pia kwenye kikosi cha timu ya taifa. Lakini baada ya pale sasa yule akaenda Dodoma Jiji, alisema akaenda Dodoma Jiji, sema ambapo hakuwa na performance bora. Mtu pekee anabakia ni Yakubu Suleiman wa JKT. Kwa vyovyote ambavyo ingekuwa, lazima Yakubu Suleiman angecheza tu. Kwa sababu wakati ule pia alikuwa anaitwa timu ya taifa ilikuwa ni Ali Salim
pamoja na Yona Amos wa Pamba Jiji. Onuichi ukiangalia wachezaji hawana ubora mkubwa sana kukompea na hawa wachezaji waliopo. Kwa hiyo ukitazama ile performance ambayo wamekuwa akionyesha yeye, ni lazima tu acheze kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kucompete naye kwa sasa. Kwa hiyo kama Abutwalib Mchere angekuwa kwenye timu fulani hivi anacheza, naamini kwamba kwa sasa angekuwa goalkeeper ambaye anaweza kukaa kwenye kikosi cha timu ya taifa na tukamwimba kama Tanzania kutokana na sifa nyingi alizonazo kama mchezaji. Kukosekana kwa Pimpin Kamara katika kikosi cha Simba, ukiangalia wanaelekea katika mechi ya klabu bingwa barani Afrika hatua za makundi, unaona Simba itakosa nini kukosekana kwa Kamara? Simba itakosa vitu vingi. Kwanza itakosa experience ya Kamara golini. Pili itakosa quality ya Kamara golini, lakini pia cha tatu inaweza kupelekea wapinzani wakaanza kujiamini zaidi kwenda kuishambulia Simba hata kwa kushuti kwenye mipira ya mbali, kwa sababu wanajua aliyepo goalkeeper ambaye yupo golini hana experience na mashindano ya kimataifa. Umeona lakini katika mechi hizi za mechi za CHAN, hizo mechi za CHAN tunacheza hapa za mashindano, lakini tofautisha mechi za CHAN na mechi za club bingwa Mechi za CHAN tunasema ni mashindano wanaoshirikisha wachezaji wanacheza kwenye ligi za ndani tu. Sasa ukienda pale kwa mfano mechi dhidi ya ES Tunis, kuna chuma kama Pedro yuko pale. Kuna mtu anaitwa Thiago Azulao wako pale. Umeona? Yani kuna wachezaji ambao wana ubora wa hali ya juu sana. Shooting ability yao ni kubwa, experience yao ni kubwa, ni watu ambao wana uwezo mkubwa sana kiasi kwamba anaweza kutazama tu akagundua huyu ana experience kubwa. Akaanza kushuti kutokea mbali na mwisho wa siku timu ikaanza kuathirika. Nitakukumbusha nyuma kidogo, miaka nyuma kidogo. Sio zamani sana by the way. Najua ulikuwa ushaanza kuangalia mpira, sio zamani sana. Unamjua goalkeeper anaitwa Manyika Junior? Namjua. Alikuwa goalkeeper wa Simba yule. Wakati ule Simba alikuwa na goalkeeper mmoja alikuwa anaitwa Ajay kama sikosei. Yes. Alikuwa goalkeeper kutoka Ghana. Alikuwa anaitwa Ajay bana ule goalkeeper bana. Yes, mtanikumbusha kwenye comment hapa, mtanikumbusha. Ile kwa goalkeeper wa Ghana. Simba walimsajili goalkeeper kwa sababu ya makosa ambayo aliyafanya Manyika Junior kwenye mechi za kimataifa. Lakini alifanya yale makosa kwa sababu wakati ule hakuwa na experience ya kutosha. Kwa hiyo hata sasa hivi Simba wanaweza kafungwa magoli si kwa sababu timu imezidiwa, ila ni kwa sababu Yakubu Suleiman hana experience ya kutosha. Sometimes utakuta labda mnashambuliwa, yes, mtu akamata golikipa amejipanga vibaya akafunga bao. Angalia mfano mechi juzi ya Taifa Stars na Kuwait. Kuna goli moja alimaza mpira lakini. Kuna goli moja alifungwa nilicheka sana. Kilikuchekesha watu umefungwa? Nilicheka sana, ilikuwa ni kwenye pepa. Wewe nilicheka kwa nilikuwa pale nyumbani naangalia mpira. Unajua kilichotokea? Mechi yani umepigwa mpira. Golikipa anaona mpira unakuja, lakini kucheza tu ule mpira ikawa shida. Akaupiga upande. Yaani baada tu kupiga tu mpira vizuri ni kama prune hivi. Pengine aina ya mabeki ambao alikuwa nao katika ile mechi ndio kupelekea kile ambacho kimetokea. Achana sana hayo mambo magoli mengine. Nimezungumzia ile goli moja ambalo lile hawezi kumlaumu beki yoyote. Inawezekana golikipa mpira unakuja hivi. Wewe unatakiwa tu uchukue ucheze, upeleke mpira mbali, wewe huwezi. Yaani kwa golikipa ambaye ana ndoto za kuwa golikipa bora barani Afrika, hawezi kufanya makosa kama yale ambayo ameyafanya Yakubu Suleiman kwenye mchezo dhidi ya Kuwait. Amefanya makosa ya kizembe mno. Ni makosa ambayo kwa level yake na klabu anaocheza ni vitu viwili ambavyo haviendani. Anapaswa kutazama ile mechi na kujifunza kuanzia pale, aangalie namna gani anaweza kubadilika kwa maslahi ya kwa manufaa yake yeye, lakini pia na kwenye timu ambayo anaitumikia ambayo ni klabu ya Simba, kwa sababu Simba ukifanya mistake mara moja mara mbili watakuondoa tu, hauwezi ukacheza. Yuko wapi Kevin Kejiri leo? Ajifunga tu hapo. Kaondoka. Cheza hata mechi moja. Kaondoka ameenda zake Singida Black Stars. Maisha yake na Simba yameishia pale. Yuko wapi Hussein Kaz? Alicheza mechi moja, akajifunga mechi dhidi ya Yanga ile, alisababisha bao. Mwisho wa siku hakucheza akaondoka. Sasa hivi yuko wapi?
Namungo. Basi ndio hivyo. Okay, Alex, nimeona pia umesema kwamba Simba Sports Club ni wameondolewa katika ile mashindano yatakayofanyika Jumatano ambapo alikuwa Simba inagombania tuzo ya club bora pamoja na Kapombe alikuwa anagombania tuzo ya mchezaji bora wa kiume. Kwa upande wako ukasema kwamba Simba imetolewa, lakini ulilijua tangu mwanzo. Uliona nini kupelekea kwamba kusema kwamba uliliona hili tangu mwanzo kwamba Kapombe hatofika mbali pamoja na klabu ya Simba kwa nezo tuzo? Kwamba Simba hawezi kuingia hata kwenye top 3 kwa sababu Simba imefanya vizuri msimu uliopita, lakini kuna timu ambazo zimefanya vizuri zaidi ya Simba Sports Club. Onichi ilikuwa ni ngumu kwa Simba kukaa hata kwenye nafasi 3 za juu pale. Kwa mfano, Simba ilikuwa inashindania ile tuzo ya timu bora ya mwaka, alikuwa anashindania kulikuwa kuna Pyramids pale, kulikuwa kuna Zamalek pale, kulikuwa kuna Ahali pale, kulikuwa kuna Pyramids nimemtaja kulikuwa kuna Berkane pale. Katika hali ya kawaida ni ngumu sana kwa Simba kuwa timu bora barani Afrika wakati Pyramids ni bingwa klabu bingwa barani Afrika. Ni ngumu Simba kuwa timu kushinda tuzo za timu bora barani Afrika wakati RS Berkane ni bingwa kombe la shirikisho. Ni ngumu sana. Kwa hiyo hizi timu mbili lazima zitabakia tu. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu Simba kushinda hiyo tuzo. Kama kuna mtu aliamini kwamba Simba ana uwezo wa kushinda hiyo tuzo, aliamini vibaya. Na kama aliambia watu kwamba Simba inaweza kushinda, aliwadanganya watu. Yaani huwezi kuwa timu bora mbele ya timu ambayo tayari ni bingwa wa inter club competition. Ni ngumu sana. Kwa hiyo mimi binafsi nitegemea kwamba Simba lazima itatolewa. Kwa Shomari Kapombe, nilikuwa najua fika hawezi kuchukua hiyo tuzo, lakini kwake kuwa nominated inamuongezea value. Hata siku akistaafu anachakuambia watoto wake kwamba jamani, mimi niliwahi kuingia kwenye orodha ya kugombania tuzo ya mchezaji bora wa kiume barani Afrika. Ina make sense kwenye familia yake, lakini ilikuwa ngumu kwa yeye kushinda tuzo mbele ya kina Fisto Kalala Mayele pale. Ilikuwa ni ngumu sana, umeona lakini kuwa nominated kwake ilikuwa inamuongezea kitu. Kwa hiyo mimi nilijua tangu mwanzoni kwamba hawawezi, kwa sababu mpira wa Afrika naujua na naufuatilia muda mrefu. Kwa hiyo najua hata ile michakato ya namna ambavyo huwa mchezaji bora anapatikana, kocha bora, sio na nini. Kwa hiyo kuingia kwake kumemuongezea thamani, lakini ilikuwa ngumu kuchukua. Young Africans wanacheza Amani Complex kule Zanzibar, mechi ya tarehe 22 dhidi ya Farabat. Kwa upande wako ulisema kwamba Young Africans amemkimbia Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni kweli? Mimi pia na wasiwasi kwamba Simba alimkimbia. Mimi pia na wasiwasi kwamba Yanga wameikimbia Simba Benjamin Mkapa. Kwa kuhofia labda wanaweza wakashindwa kujaza uwanja kama ambavyo Simba atajaza. Kwenye hamasa kwamba kuna namna Simba yupo juu zaidi ya Young Africans. Labda Yanga ameondoka kwa kuhofia pia kwamba matokeo ya Simba atakuwa mazuri Benjamin Mkapa kuliko wao, kwa sababu pia Simba ndo master wa Benjamin Mkapa, na huo ndio ukweli. Kwa Mkapa hatoki mtu. Kwa Mkapa hatoki mtu. Yanga kwao sio hivyo. Kwa Yanga sio kwa Mkapa hatoki mtu. Yaani kwa Yanga hata mgeni anatoka. Umeona Kwa hiyo pengine pia kwa Yanga hata mgeni anatoka. Kwa hiyo pengine pia Yanga wameondoka pale kwa kuhofia kwamba Simba anaweza kuwafanyia vitu vya namna fulani. Unajua tena Simba na Yanga jinsi zilivyo, kuna mambo wanafanyana wenyewe wanajua, labda wamehofia pia hivyo. Umeona Kwa hiyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inawezekana hivyo ni miongoni mwa hivyo ni vitu ambavyo pengine vimechangia Yanga kuwakimbia Simba Benjamin Mkapa. Lakini kwangu sikuona sababu za Yanga kuondoka Benjamin Mkapa. Kwenda kule Zanzibar hakuna mashabiki wengi ambao wanapenda mpira kama Tanzania bara. Kwa bahati mbaya sasa Yanga wamezoesha mashabiki wao vitu vya bure. Sasa haya ndio madhara yake. Sasa hivi kwenye stage hawataki kuingiza mashabiki bure. Mashabiki wao huko wanataka waingie bure. Kitu ambacho sasa kinasababisha wahame pia kutoka hapa kwenda Zanzibar kweli kwa pia wakapate pesa, kwa sababu wanashabiki wa huku inaonekana kama hawana pesa. Ndio maana wao mara nyingi huwa wanaomba mambo ya bure. Okay, ni kwamba ni kweli kwamba Young Africans msimu huu kuna namna kwenye usajili umebuma kutokana na hicho ambacho kinaendelea, na maneno ni mengi. Atakisema kwamba nikilimsikiliza Heavyweight Dula, mchambuzi huyu, alisema kwamba Young Africans kuna namna kwa msimu huu kama wamebuma kwenye pande za usajili. Of course unaweza ukasema hivyo, na hizo dalili zinaonyesha kwamba wachezaji wa Yanga imefeli kwenye usajili.
Lakini bado mechi chache. Yanga amecheza mechi 4 za ligi. Kwenye michezo 30 ya ligi kuu, maana yake imebakia michezo 26 ya kucheza. Ni mapema sana kusema hawa watu usajili wa Yanga umefeli, kwa sababu mechi zilizochezwa ni chache. Ni mapema sana kusema Yanga hajasajili wachezaji wazuri, kwa sababu bado mechi zilizochezwa ni chache. Kwa hiyo kwenye kusema wachezaji wa Yanga wamefeli ama hawajafeli, kwa kiasi fulani wamefeli, lakini hawajafeli totally. Kiasi fulani wamefeli kwenye nini sasa? Kwenye kiasi fulani kuna wachezaji ambao wamecheza, tumeshaona kwamba value ama impact yao kwenye timu ni ndogo, au kitu ambacho kimekiongeza kwenye timu ni kidogo ukikompea na kile ambacho wachezaji waliokuwa Yanga waliokuepo leo sasa hivi wanakitoa. Yani wale ambao waliwakuta pale wanatoa kitu kikubwa kuliko wale ambao wameingia. Ndio maana nasema kwa kiasi fulani wamefeli, lakini bado ni mapema, kwa sababu zimechezwa mechi 4 tu. Tunasubiri zicheze hata mechi 5, 6, tucheze hata mechi 10, 12, 13, 14, 15, tunaweza tukaona wapi ambapo Yanga wanavuja sana na ni wapo ambapo Yanga wamepiga bati vizuri. Wanakuambia cha mvua nyeshe tujue panapovuja. Ndio hivyo. Tumalize na hili, unaiona wapi Young Africans katika kundi lao ila Al Ahly, FAR Rabat, JS Kabylie? Kwa upande wako Alex Ngereza kama mchambuzi. Neto mkweli sioni nafasi ya Yanga kufuzu kirahisi. Kama ni kwenye mgawanyo wa asilimia, kwenye 100 unaipanga? Kwenye 100 nawapa asilimia 30 Yanga kufuzu kwenda. Kwenye 100 umetoa asilimia 30? Kwenye 100 nawapa asilimia 30 kufuzu hatua ya robo finali hapo kwa Young Africans. Kwa hizo asilimia 70 watagawana FAR Rabat pamoja na Ahly. Al Ahly ndo watagawana hapo kwenye hizo asilimia 70, lakini kwa Yanga nawapa asilimia 30 tu. Sio kwamba nawaonea, ndo uhalisia ulivyo. Kwa hiyo Yanga ndo yupo pot namba 2 katika ile kundi. Haina shida. Ukikaa kwenye pot namba 1 au namba 2 au namba 3 au namba 4 ni kutokana na matokeo ya miaka 5 ulioyapata kwenye mashindano ya kimataifa, lakini haigarantii kwamba wewe kutoka pot namba 2 kwamba wewe ni bora kuliko wengine kwenye msimu husika. Hapana. Kwa mfano Simba imeingia kwenye pot namba 2, sio? Au Simba ni timu ya 5 kwa bora barani Afrika, si ndio? Tunakubaliana hivyo. Hiyo ni fact, sio opinion. Lakini Simba na miaka 4 hajachukua ubingwa wa Tanzania. Lakini kimataifa ana consistency ya kufika walau robo finali. Kwa hiyo ule ubora ambao unaona pale ni kwa sababu anafanya vizuri kimataifa. Kwa hiyo Yanga ameingia pot namba 2, lakini kikosi chake kimechoka, tofauti na kikosi ambacho wanacho FAR Rabat, tofauti na kikosi ambacho wanacho JS Kabylie, tofauti na kikosi ambacho wanacho Al Ahly. Ndio maana nawapa Yanga asilimia 30 ya kufuzu hatua ya kufuzu robo finali kwenye klabu bingwa barani Afrika. Na kwa upande wa Simba ambapo yupo Athletic de Rwanda, yupo Esperance de Tunis pamoja na Stade Malien. Kwa upande wa klabu ya Simba nawapa asilimia 40, kwa sababu walau kwenye kundi lao kuna kauwepesi. Yule Petro Atletico ile ndo ambaye Simba wakiamua kukaza naye wanakaza naye vizuri. Lakini wanaanza nayo. Lakini kwa AS Tunis Simba anaweza kufungwa nje ndani. Lakini kwa AS Tunis anaweza kupambana naye. Kwa hiyo akijipanga vizuri ana uwezo wa kufuzu. Ndio maana hapa walau asilimia 40. Yes. Halafu hizo 60 nampa sana kwa kiasi kikubwa Pyramid huyu Esperance de Tunis kuwa na asilimia zaidi ya 50 kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Shukrani sana. Asante sana.